Uhali gani mpenzi mtazamaji wa One Vision TV, asante kwa kuwa bado unatufuatilia, na leo ikiwa ni siku nyingine nzuri sana na mmeniagiza kazi yenu wa Bongo ya kumtafuta Maria. Almost kwa wiki nzima kumpata Maria imekuwa ni shida kwa sababu DM yake imechangamka sana na inajibiwa kwa kuchelewa sana mpaka nimpate imenibidi ni haso sana. So niko naye hapa, tutapiga mastori mali matatu ambayo tulikuwa tuyajui na yale tulikuwa tunayajua. So na yale ambayo mlikuwa mmeniwasilishia leo tutayajua. Bado yuko single au yupo kwenye mahusiano, yana afya au mtapangua nyie, tutajua hapa. Mambo vipi? Poa. Makawa. Kama kawa. Mashallah kama kawaida. Kawaida yangu. Kupendeza tu. Ndio kitu najua. DM sasa hivi imejaa kiasi gani? DM si haba, DM mchele sana sana. Wapo serious lakini? No, sijaona walokuwa serious, but sijajua, labda maybe mimi ndo sijaiwekea mkazo sana kwa sababu kuingia DM ni mara chache sana. Nikiona nimekujibu DM, labda maybe amenitafuta mtu anataka tufanye kazi, najibu. Lakini za mahusiano mara nyingi siziamini kwa sababu siamini wanaume bado. Hivi kwako wewe mwanaume ili aonekane yupo serious, inabidi azingatie nini? Kwamba nikienda kwa Maria pale ili nionekane nipo serious na yeye nifanye 1 2 3, au ukimwona mwanaume wa design gani unasema huyu yuko serious na mimi tunaweza tukafikia malengo fulani kwenye maisha? Okay. Ili mwanaume nimuone yupo serious kwangu, cha kwanza sitaki yule mwanaume ambaye anani DM nataka nikuoe, no. Ni DM kwamba nina maongezi na wewe, nataka tuongee. Na hata ukitokea umekuja kuongea na mimi, usiniambie nataka kukuoa. Tuma mshenga. Yaani ulizia tu naomba namba ya mama ya baba. Afu nikikupa namba ya baba na mama, tanguliza mshenga. Nitakuona upo serious. Sasa hivi kila mtu pesa anatafuta. Kwa hiyo hata ukaja kapuku, mradi tu risk unapata kuingia kinywani, tutatafuta wote, maisha mengine yataenda. Moja ya kitu ambacho watu wamevutiwa na Maria ni the way Maria anavyojieleza. Very calm, ametulia, hana papara kwenye majibu yake, yani kiasi kwamba mpaka watangazaji tunapata shida. Anyway, hii sio kazi yangu, na wasilisha kazi mlionituma. So inahitajika tume mshenga awe serious na nini na nini. Labda shehe kutokea mtu akafanya hivyo before, au ndo hivyo bado ni mihangaiko ile ile? Ndio maana nasema mpaka nao nipo single kwa sababu hajatokea mtu akao huo na huo serious bado. Kumbe bado uko serious, upo single? Bado nipo single. Bado nipo single sana. Natafuta mtu ambaye ana nature, ana future. Kwanza mtu, cha kwanza ili mtu tuwe naye kwenye mahusiano, nilisema awe tuna akili ya utafutaji, awe na upendo. Pesa tunatafuta wote, ila upendo ndio kila kitu. Kwa hiyo sijaona mtu ambaye ana upendo wa dhati kwangu. Siku nikipata nitasimama tena kwenye media hizi nitasema sasa nimepata, ila bado. Alright, DX sasa hivi ya jambo? Siwezi kusema mzima au sio mzima kwa sababu toka kipindi kile hatukuwahi kuongea, hatukuwahi kuwasiliana, ila nikipost status ana view, ana like. Sijui anamaanisha nini, I don't know. Ila yote maisha. Lakini bado yupo moyoni? No, nishamfuta. Kweli kabisa? Nimemfuta. Najua kuna maswali atakuja atauliza kama umemfuta moyoni kwa nini namba yake ipo. Kufuta namba ya mtu sio kumtoa mtu moyoni. Mwache mtu aone. Mwache mtu ajue kwamba umemove on. Mwache mtu aone tabasamu lako. Hiyo ndo dawa nzuri ya mtu ambaye anataka kukuharibia maisha. Akikuona una furaha, kwake ni unazidi kumuumiza zaidi. Kwa hiyo mimi nataka azidi kuumia. Nipo happy muda wote. Yes. Kwa yani Maria sasa hivi amekubali kumove on na anafanya maisha yake kama kawaida, right? Sasa mimi nataka kujua ilikuwaje mpaka ukaweza kumove on? Yani maisha yakawa rahisi kiasi kwamba yani ukizingatia namna ulivyotueleza awali na muda ambao umepita sasa hivi ni miezi ya kutosha. Lakini nataka kujua wengine, labda kwa wale ambao wanakwama kwenye swala zima la kumove on kwenye mahusiano akiwa ameshapenda sana lakini ndo mambo yametokea songo mbingo nini, wewe uliwezaje kumove on? Unajua kwenye maisha ili uje move on, niligundua kitu kimoja. Ni muda wako mwingi uwepo busy na mambo yako. Muda mwingi uweke kwenye utafutaji wako. Kwa hiyo mimi niliamua kwamba maisha yangu yote ni upambanaji wangu. Kwa hiyo nikaona nikiwa busy na upambanaji wangu siwezi kumkumbuka.
Nikiingiza vya 50 vyangu vimia, nitamkumbukaje wakati naingiza hela yangu? Sitosha alikuwa hanihudumii. So napambana na biashara yangu ndo kila kitu. Business zangu ndo zinanifanya nimemsahau. Hilo. Watanzania wengi walivutiwa sana na interview ambayo tuliweza kuireposti wiki iliyopita, wakidai kwamba hatujaelewa kwamba mpaka sasa hivi Maria bado yupo single na shida ni nini. Kama ni uzuri anao, kama ni kuongea anaongea kabisa, yani mwanamke ambaye anajielewa vizuri kabisa, hana shida. Yani kipengele labda tuje nacho sisi, tunaomba utuulizie mama huko mahari bei gani, tuje tumejiandaa. Hata kama tukituma huyo mshenga, basi tujue tunajiandaa, tunaenda na kibunda kiasi gani. Kama ni ng'ombe, tujue ng'ombe kiasi gani tuwe nazo tayari, tujue tunaendaje. Maria, nataka mimi utueleze hapa kinaga ubaga, mambo yakoje? Mahari kule nyumbani, mtu akitaka kwenda pale aende na kiasi gani? Swala la mahari kwangu, kwa upande wangu sio vema kuliongelea mbele ya media au social media. Kwangu itakuwa sio nzuri. Mimi naamini mahari ni mazungumzo yangu baina ya mimi na mtarajiwa wangu. Tukakaa chini kwanza nijue kipato chako. Unajua siwezi nikasema mimi nataka kuolewa kwa milioni 30, milioni 10. Sijui kipato chako. Umenyoa kwa hiyo milioni 30, kesho na kesho kutwa unanyeka ndani, huna hata hela unga. Nitakulaumu wakati hela yote ulinipa mimi. Kwa mimi naona mahari ni mimi na mtarajiwa wangu. Tutakaa chini, baba kwa siku unaingiza shilingi ngapi? Naingiza kiasi hichi. Hivi tunatoboaje ili tuone kwa baba, ili maisha kabla kuna maisha baada ya ndoa. Nyoe kwa kiasi hichi, maisha endelee. Yani haina haja tuoane kwa milioni 10 afu tutoke tunakula ugali dagaa. Nini? Alafu sherehe kubwa afu chamani hamna. Mimi hata mtu aje hapo anyambie bwana mimi nimekupenda, sina mahari, ila una upendo wa dhati, utanioa, tutatafuta na zingine. Ila mahari naongea mimi na mhusika. Siwezi kusema kwenye media, ila sina mahari kubwa kivile. Sijafikia hatua hiyo kumkomoa mtoto wa mtu naye anatafuta. Lakini kwa haraka ile ukijiangalia wewe mwenyewe namna ulivyo, kikaa kwenye kioo ukisema shepu mashallah, rangi ndo hivyo, tabasamu murwa, mtoto wa watu, sijui kama ni wa Kipemba huyu jamani. Lakini sasa ukijiangalia wewe mwenyewe unaweza kusema tukadirie tu, labda tuote. Mimi naanza kuotea milioni 5 akija nayo mtu, tunaondoka. Unajua ngoja make it, kuna kitu kimoja, kuna kitu tujue. Unaweza kusimama kwenye kioo hivi ukajiangalia ukajiona mashallah. Binadamu tuna mitazamo tofauti. Mimi naweza nikajiona ni mzuri zaidi, afu kuna mtu pembeni ananiona wa kawaida sana. Kwa bado narudi pale mahari, ninaongea na mhusika. Mhusika ndio atajua kwamba bwana mama mimi nitakuwa kwa mahari hii, au baba nioe kwa mahari hii. Tusifaidishe umma wakati kuna kesho baada ya ndoa. Kuna yule mtu ambaye aliniDM akanambia kwamba bwana ni kweli anavutia, lakini tunataka kujua vigezo vyake yeye, mwanaume design gani anampenda. Kuna wanaume design nyingi, type yake yeye ni ipi? Labda type ya Maria ni ipi kwa wanaume? Zamani nilikuwa na type, ila nao sina type. Mimi yoyote ataikuja mbele yangu, kikubwa tu upendo. Awe na upendo, yani upendo kutoka moyoni, asiniektie upendo. Mimi ukiwa na upendo hata uje Kikongo utanioa. Yani unaona ni Kikongo umechezewa huko, mimi nakupokea. Upendo. Mimi nataka mtu ambaye atanikea mimi kama mamangu, babangu. Yani mtu anipende mimi kama anavyonipenda babangu. Nao sina nani eti kwamba nataka type hii, hapana. Yoyote atakuja, ataona yeye ni mwanaume rijali na ana upendo wa dhati na mimi, anakaribisha. Mrefu ama mweusi? Nikisema mweusi nitakuwa ni maumiza weupe. Nikisema mweupe nitakuwa ni maumiza weusi. Ila bado kauli yangu ni ile, awe mweupe, awe mweusi, awe mfupi, awe mrefu. Yoyote anatakiwa, yani yoyote kwenye ulimwengu anatakiwa awe na mke. Ana pesa lakini hajajaliwa upendo kivile sana, lakini pesa anazo. Huyu vipi? Awe baki na pesa zako. Tutasumbuana akili. Yani una pesa afu huna upendo, baki na pesa zako. Mimi pesa najua kuzitafuta. Na hustle na struggle kutafuta pesa. Sasa nije niumie kisa nimekaa ndani naletewa tu hela ya kula. Hapana, baki. Ila ukija una upendo wa dhati, huna pesa, tutazitafuta. Wale wengi wanasema kwamba mwanamke mweupe ama wanawake weupe sasa hivi hawadumu sana kwenye ndoa. Wewe kwako hii ipoje kwako?
Mwandishi wa habari una vituko. Unaongea hivyo maana kwa sababu mimi ni muombe afu sijadumu kwenye ndoa. Haya ni maswali ya wewe hujadumu kwenye ndoa lakini hujadumu kwenye mahusiano, right? Lakini sasa haya ni maswali ya watu ambao wameniambia baba twende nalo. Atujibu tujue tunajipangaje huko. Kwako hiyo ipoje? Amna, sio kwamba eti mwanamke mweupe adumu. Mimi naona mwanamke kutokudumu kwenye mahusiano ni kuna kitu kinaitwa heshima, uaminifu, kuaminiana. Unajua mkiheshimiana afu mkao mnaaminiana mtadumu. Kwa hiyo ukiona mahusiano yamevunjika, mara nyingi kuna mmoja tu lazima awe hana heshima na mwenzie au hakuna uaminifu ndani ya nyumba, hamwezi kudumu. Lakini mkiwa hivyo vitu vyote mnavyo, mbona kuna wangapi hapa wanasherehekea miaka 50 ya ndoa yao? Kuna weupe na weusi. Heshima na amani tu. Yaani ukiwa na amani, heshima, upendo, hiyo ndo ngao kubwa. Hivyo vingine hivyo nadra bwana, watu wanaongea tu. Yeah. Maria ni mtu ambaye anapenda sport cars, yani inamaanisha yale magari ambayo ni ghali sana. Tumeona mjini hapa G-Wagon yanatamba sana, Range Rover nini. Labda ni moja ya ndoto ya Maria kwamba siku moja atamiliki magari kama na hayo au? Kwani mimi nina ndoto kweli ya kumiliki gari. Na uishi siku moja, nakaga nasemaga kwamba one day kuna birthday yangu moja nitajizawadia gari. Aina gani? Inshallah ndoto ikitimia, Mwenyezi Mungu wangu yupo ananijibu, ananiona ninachokililia. Kwa hiyo naamini kuna mahali kaweka ndoto yangu siku moja itatimia. Mimi gari yangu ya kwanza mtashangaa kidogo. Ninapenda kumiliki ni BMW au Crown. Gari zangu ambazo yani na wish one day gari yangu ya kwanza iwe BMW au Crown. Kwa vipi akija jamaa na BMW tunaondoka naye? Anakurahisishia tu mambo chap BMW hapa mama. Unateseka nini mpenzi? Yaani asije na BMW kwamba eti anunue kwa BMW. Hapana, njoo na hiyo BMW yako lakini uwe na upendo wa kutosha. Mimi unaweza kuja na hiyo BMW yako kuna upendo ukarudi nao ulipotoka. Yaani sipagawi na gari la mtu, sipagawi na maisha ya mtu, wala sipagawi na pesa ya mtu. Yaani mimi naitafuta pesa yangu kama nilivyo. Yaani usijifanye si mimi nina mamilioni ya pesa. Kuna wangapi wanakuja DM wanakuambia mimi nachimba madini, unachimba madini. Kwa hiyo madini yako mimi yananisaidia nini? Haya madini ni yako. Mimi ninachotaka ni upendo. Unajua ukiuleta upendo kwangu tukapendana, hivyo vingine vitafuata. Kwa hiyo sema unatangulizia BMW ndo kwamba nitakupenda. Unaweza ukaleta BMW yako na ukarudi nayo. Yaani huyo ndo mimi yani. Maria sasa hivi yupo mwenyewe, right? Issue zima ya gharama. Maria kwa mwezi sasa hivi anatumia kiasi gani cha pesa kujikidhi kwa mahitaji yake, makeup nini labda kujitekea vitu kama na hivyo. Maria sasa hivi anamaliza kiasi gani? Kwa cha kwanza mimi sina mambo mengi. Pili, sio mtu wa klabu. Sio mtu wa makeup. Mimi ni dada ambaye naishi na wadogo zangu wawili nyumbani. Mmoja wa darasa la 4 na mtoto wa rafiki yangu ambaye darasa la kwanza, wote naishi nao. Kwa hiyo nimekuwa mama. Nikisema kwa mama kuna gharama kutumika zipo. Kwa sababu wale ni watoto wanataka kula, wanataka nini. Siwezi kusema natumia kiasi gani. Mimi nishakwambia swala la kiwango cha pesa siwezi kusema, ila nina hendo wanangu na wahendo pale ninapoweza. Mungu kanijalia tunapata tunakula. Inafika milioni kwa mwezi? No, jumlisha na kodi. Na jumlisha na kodi. Bwana, huko sasa utataka niseme kodi ninalipa nyumbani kwangu. Ila elewa tu gharama ipo ninatumia, watoto wangu wanakula kwa wakati. Nikisema watoto kuna wengine wanasema umezaa, no sijazaa. Ila nasomesha mtoto. Namsomesha mdogo wangu wa mwisho. Mimi ni mdogo sana. Mdogo wangu wa mwisho anamaliza darasa 7 2016 ndo anazaliwa. So nao ndo namsomesha. Kwa sasa hivi Maria ana umri wa miaka mingapi? Siwezi kusema, mtajichanganya hapo. 2016 ndo namaliza darasa la 7. Okay. Msitisho na mwili. Kweli nina mwili. Mwili ninao. Ila mimi ni mdogo sana. Ila majukumu kwangu yalikuja nikiwa mdogo. Alright, mimi niseme asante kwa sababu naamini hapa Watanzania watakuwa wameridhika. Kama wakiwa na lingine tena, Maria tutakutafuta tena. Na mimi napenda pia kuwashukuru, nawaambie tu DM naziona sana, lakini wengi mnakuja kihuni. Msije kihuni. Mimi sitaki mtu anijie kihuni. Yaani kuna DM nikisoma unaona sema hii ni uhuni huu. Njoo umenyoka. Mariamu, yaani usiombe namba yangu. Maria, naomba nitumie namba babako na mamako. Mimi nakutumia hapo hapo. Naona wewe umenyoka. Hata upendo upo. Lakini unakuja unaniambia nipe namba yako tuonane, afu wengine mnavuka kabisa. Sijui na laki ngapi tuonane. Ya nini?
Tusivunjiane heshima bwana. Asante sana. Nashukuru. Haya.